Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji, ninakukaribisha katika ibada yetu ya siku ya leo kwa ajili ya mahubiri ya Jumapili ya siku ya leo, na kichwa chetu bado tunazungumzia juu ya msingi usioyumba. Nina furaha tele ni kwa sababu tunatamani tukaweze kujifunza juu ya huu msingi usioyumba ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo. Huku tukijua ya kwamba msingi unapokuwa imara, nyumba inasimama ikiwa imara. Ndoa itasimama ikiwa imara kwa sababu ya msingi ni bora. Kwa hivyo najua ya kwamba kila nyumba iliyosimama leo ina msingi. Dhoruba inaweza kuja, mvua inaweza kunyesha, mafuriko yanaweza kuja, lakini kama msingi ni imara, nyumba haitaporomoka. Yesu mwenyewe alisema katika kitabu cha Mathayo mlango wake wa 7 mstari wake wa 24 na mstari mdogo wa 25. Tafadhali msomaji, unaweza kulisoma neno la Bwana katika kitabu hiki cha Mathayo mlango wa 7 mstari mdogo wa 24 hadi 25. Tafadhali. Matthew chapter number 7 verse 24 and 25. Inasema, shika mic. Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24 inasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, ikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Amen. Kwa hivyo tunaona ya kwamba neno la Bwana linazungumzia juu ya mtu mwerevu, mtu ambaye ameweza kusikia neno la Bwana na kuyashika agano ambalo Bwana ameweza kumupa na kuyatenda yale ambayo neno la Bwana linataka. Mtu huyu anafananishwa kama mtu mwerevu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mwamba, ya kwamba mvua inaweza kuja, gharika zinaweza kupita, dhoruba zinaweza kukuja katika maisha yao, lakini bado tunaona ya kwamba hiyo nyumba itabaki imesimama. Kwa hivyo najua ya kwamba msingi ni kitu cha maana sana katika maisha yetu kama Wakristo, kama wana wa Mungu ambao tunamngojea Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anakuja upesi kulichukua kanisa, ambaye anakuja kwa haraka kulichukua hekalu lake, kanisa ambalo halina mawaa. Ninakwambia kwamba mpendwa, unaposikia neno la Bwana ukaweza kuyatenda makusudio ya Mungu, maana unapoyatenda makusudio ya Mungu, ninataka nikuhakikishia kwamba wokovu wako utakuwa imara. Kwa hivyo katika haya maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo tunaona ya kwamba ni wewe na mimi kuwa imara kupitia kwa kuyatenda yale ambayo Mungu anataka tukaweze kuyashika na kuyazingatia. Ninataka tuangalie mambo 4 muhimu ambayo yanaweza kuwa kikwazo ama yanaweza kuwa ya maana katika maisha yetu kama Wakristo, ili tukaweze kuwa imara katika ndoa zetu, katika kanisa la Bwana, tuwe imara katika nchi yetu, kama jamii, tukiwa wazazi, tukiwa watoto shule, ni lazima tukaweze kuwa imara, tusiweze kuyumbayumba. Kwa hivyo tutaangalia mambo muhimu 4. Na kwa hivyo jambo la kwanza ambalo tutazungumzia ni kwamba msingi ni Mungu mwenyewe, maana ni jiwe la pembeni. Msingi ni Mungu mwenyewe, maana tunajua kwamba msingi ni jiwe la pembeni. Haya tunayapata katika kitabu cha Isaya mlango wake ukiwa wa 28 mstari mdogo wa 16. Tafadhali msomaji, soma hapo Isaiah chapter 28 verse 16. Tuone neno la Bwana linasema nini.
Hii inasema, yes, kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi, tazama naiweka jiwe katika Sayuni, jiwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, msingi ulio imara, yeye aaminiye atafanya haraka. Kwa hivyo tumeona ya kwamba, weka switch off. Kwa hivyo tumeona ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye anaweka msingi katika Sayuni. Anasema ya kwamba tazama naweka katika Sayuni jiwe lenye thamani. Wewe mpendwa, unatazamiwa kuwa mtu wa thamani, kuwa mtu wa baraka katika jamii. Unaonekana kuwa mtu wa baraka ni kwa sababu Mungu ameweka rasilimali zake ndani mwako. Anataka wewe ukaweze kuwa kielelezo katika jamii. Anataka wewe ukaweze kuwa taa mahali ambapo kuna giza. Unapoonekana mahali pale, giza linaondoka. Ni kwa sababu neno la Bwana lilo ndani mwako. Hilo neno ni taa ya uzima. Watu wengine wataona neno la Bwana na hilo neno litawafungua wengine. Tunaona ya kwamba jiwe la pembeni, Yesu Kristo ni jiwe la pembeni. Unapojenga juu ya Yesu, wewe ndugu yangu utakuwa imara. Jengo lako halitaanguka. Jengo lako linapojaribiwa litasimama wima. Imani yako uliyo nayo haitaweza kushushika. Wakati unapitia katika changamoto, wakati unajaribiwa, utasimama wima. Ni kwa sababu naona ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu mwenyewe alijaribiwa, lakini baada ya kujaribiwa Yesu alishinda vita. Kwa hivyo naona ya kwamba ni msingi imara. Mungu anaposema ya kwamba ninaweka jiwe katika Sayuni liwe msingi ulio imara, kumaanisha wewe pamoja na mimi tunapojenga juu ya Yesu Kristo hatutayumbayumba wapendwa. Yeye aaminiye hatafanya haraka. Watu wengi wameharakisha kuingia katika ufanisi wa haraka. Watu wengi wameharakisha kutupilia mbali kila ambacho Bwana amewapa. Watu wengi wameharakisha wakaanguka wakati wa kujaribiwa kwao. Lakini ombi langu kwako msikilizaji ni kwamba Mungu anakupenda. Kwa hiyo naona kwamba Mungu mwenyewe ndiye anaweka msingi. Huu sio msingi wa pesa. Watu wengi wanaona kwamba wakiwa na pesa maisha yao yako sawa. Ninataka nikwambia kwamba pesa zinapita. Pesa ni maua tu, lakini Yesu hapiti. Yeye alikuwepo, yeye yupo na bado atakuwepo. Watu wengine wanaona kwamba labda elimu yao ambao wako nayo ni msingi. Ninataka nikwambia kwamba Yesu ndiye msingi mwema, maana elimu bila Yesu yote ni kazi bure mpendwa. Wengine wanadhamini na hata hasira katika maisha yao, wakisema kwamba mimi niko na hasira. Hiyo hasira haitakusaidia wewe. Weka msingi wako juu ya Yesu, maana najua kwamba Yesu Kristo akiwa ndani mwako, wewe ukiwa ndani mwake, ukijenga msingi wako juu yake, mambo yako yatakuwa sawa mpendwa. Kwa hivyo naona kwamba msingi wetu sio wa cheo. Mtu anaweza kusema mimi ni mtu wa tabaka la juu, cheo ambacho niko nacho mimi ni mtu hitajika sana. Ndio kuna uwezekano una cheo, hatuwezi kataa, lakini bado mruhusu Yesu Kristo awe ndiye jiwe la msingi katika maisha yako. Maana Yesu akiwa ndiye jiwe la msingi wako, hiyo cheo ulio nayo utaendelea kupanda ngazi, ukipanda kuendelea. Maana jiwe ambalo nalisungumzia ni Kristo Yesu. Aliyeamini msingi huu ataharakisha. Kwa hiyo naona kwamba wewe pamoja na mimi tunatamani ya kwamba Bwana aweze kutusaidia ili tusiharakisha wakati ambapo tunapitia katika changamoto. Tunaona ya kwamba utulivu wa ndani hata turupa ikivuma nje, yaani msingi ambao tunaupata ni nguvu za ndani. Majaribu yanapokuja nje yanaweza kukusumbua, na kuna hata mtumishi wa Mungu na yeye alipokuwa kwenye majaribu alitupa kwenye debe la simba. Watu wakaona katika mtazamo wa nje ya kwamba mambo yake yamepiga kikomo, lakini ndani mwake alikuwa na amani, maana alijua kwamba msingi wake ni Yesu Kristo. Maana alijua kwamba simba hawezi kumrarua, anao malaika wa Bwana
hautokani na mtazamo wa nje, bali unatokana na mtazamo wa ndani. Kwa hivyo naona kwamba kitu cha pili ambacho nakizungumzia ni kwamba msingi unatoka kwa mkono wa Mungu, mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha pili nazungumzia hapa ni kwamba msingi unatoka kwa mkono wa Mungu, nguvu ya ndani. Mkono, yani msingi unatoka kwa mkono wa Mungu, yani nguvu ya ndani. Nje unaweza kuonekana unachakaa, lakini ndani uko imara. Unaweza kuonekana ya kwamba haufai, unaweza kuonekana ya kwamba umelemewa, unaweza kuonekana ya kwamba umekataliwa, ni kwa sababu ya Kristo Yesu. Kwa hivyo naona ya kwamba pendwa, wewe unatiwa nguvu na yule ambaye ni Mungu muumba wako. Yeye hatakuacha, maana akiwa ndani yako mambo yako sawa. Haya tunayapata katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 49 mstari mdogo wa 24 na wadai. Msomaji nisomee pale. Genesis chapter number 49 verses 24. Lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu, kwa mikono ya mwenye enzi ya Yakobo, kwa jina la mchungaji yeye jiwe la Israeli. 25. Hapana, 24. Bwana Yesu simatu hiyo mnini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yusufu alikuwa mwana wa Yakobo, alipitia kisimani, maana ndugu zake walipopanga na kunuia kumuua, walisema ya kwamba tutamtwika katika shimo ili mambo yake yakasahaulike. Wakati alikuwa mule shimoni, alikuwa na mkono wa Mungu mule shimoni, mahali ambapo walijua ya kwamba wamemweza, hawakumweza, maana mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Kwa hivyo naona ya kwamba Yusufu alipotiwa kisimani, Mungu alimsaidia akatoka kisimani. Kwa hivyo naona ya kwamba pia alipelekwa katika utumwa. Mtumishi wa Mungu Yusufu aliweza kuuzwa kama mtumwa, lakini katika utumwa wake alibaki kumtegemea Mungu. Kwa hivyo naona ya kwamba na hata baada ya kutoka kwenye utumwa, Yusufu alipelekwa kwenye gereza, lakini bado msingi wake ulikuwa imara, bado mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Wakati alikuwa kule gerezani, tunaona ya kwamba yeye alisimama imara kulitetea jina la Mwenyezi Mungu, maana msingi wake ulikuwa ndani yake imara. Kwa hivyo naona ya kwamba lakini mikono ya mwenye nguvu wa Yakobo ilikuwa juu yake, maana mkono wa Mungu unapokuwa juu yako, hata maadui wako wainuke maelfu na maelfu, mkono wako wa kuume wataabuka nyereka. Hata wachawi na waganga wasimame kinyume chako, hawatafaulu, maana msingi wako ni imara. Uchawi wao utaangamia, majini yao yataangamia, laana zao hazitakuadhiri, maana neema ya Mungu iko juu yako mpendwa. Kwa hivyo naona kwamba Yusufu upinde wake ulikuwa imara, alisimama akalitetea jina la Bwana, hakujitambua wakati alikuwa kwenye nyumba ya Potifa. Licha ya kuwa mkubwa wake hakuwepo, lakini aliona kwamba sitaweza kujinajisi. Ni mambo gani ambayo yanakufanya unajisika mpendwa? Ni mambo gani ambayo yanafanya kanisa la Bwana linanajisika? Siku ya leo nimekuja kukutia moyo nikisema ya kwamba kama ni magonjwa, haya magonjwa ni ya muda tu, yana wakati wake, yatakuondokea. Hata kama ni umasikini, umasikini sio kilema utakuachilia. Hata kama sio ufanisi, Bwana ni mwingi wa ufanisi, atakupa kwa wakati wake mpendwa. Endelea kumngojea, endelea kumtazamia, endelea kumwamini yeye, maana tunajua kwamba yeye ni mwaminifu kwa wale walio waaminifu upande wake. Kwa hivyo naona ya kwamba yeye mtumishi wa Mungu Yusufu alikuwa mwaminifu. Kwa hivyo naona ya kwamba msingi usioyumba ni ule Mungu mwenyewe anauimarisha. Wewe unaweza kujaribu kujiwekea msingi. Wanawake wengi wamejaribu kujiwekea misingi katika ndoa yao. Anatangaza kwamba ili umulinde mume wako, ni lazima uende mganga akupe dawa ya mapenzi.
katika njia ya haki ya Mwenyezi Mungu, ya kwamba kubali Yesu Kristo awe ndiye msingi katika maisha yako, maana akiwa msingi ndani ya maisha yako, Roho Mtakatifu atakusaidia katika huduma. Yeye atakusaidia, atakusongesha katika hatua nyingine, maana tunaona ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye anayeweza kuimarisha msingi katika maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naona ya kwamba ni Mungu anayetia nguvu kila kitu, msingi wake kila kitu. Tunaona ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba msingi usioyumba ni ule Mungu mwenyewe anauimarisha. Wewe waweza kujenga, lakini ni Mungu anatia nguvu. Waweza kujenga nyumba mzuri, lakini hiyo nyumba ikakosa ladha, hiyo nyumba ikakosa usingizi. Wageni wanapokula kwa hiyo nyumba wanafurahia, wanakula vile wanataka, lakini wewe mwenyewe daktari amekukataza, anasema ya kwamba haukuli hii, haukuli hii. Hata usiku unapofika haulali usingizi, lakini unapomruhusu Bwana atie ladha katika nyumba yako mpendwa, tunaona ya kwamba nyumba yako itakuwa ya furaha, nyumba yako itakuwa na amani, nyumba yako itakuwa ya baraka, wageni wanapoingia na hata kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo naona ya kwamba ndio maana hata Ayubu alipotezwa, kila kitu misingi wake haukukatika wala haukukata tamaa, maana naona ya kwamba mtumishi wa Mungu Ayubu, tutaangalia katika kitabu cha Ayubu mlango wa ngapi? Fungua pamoja nami Ayubu mahali ambako nimeweza kuambia, Ayubu mlango wa 29 mstari wa 20. Fungua pamoja nami mahali pale, tuone mtumishi wa Mungu Ayubu anasema nini baada ya kupoteza watoto wake, baada ya kupoteza mali yake, mali ya dhamana isiyokuwa na hesabu. Tunaona ya kwamba bado alikuwa na neno. Ninataka tusikie neno la Bwana linasema nini. Job chapter number 29 verses 20. What does the Bible says? Mwenye amepata asome. Biblia inasema, yes. Chukua mic. Biblia inasema, yes. utukufu wangu utakuwa mpya kwangu, yes, na uso wangu utachezwa upya mikononi mwangu. Amen. Umemaliza, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Zima hiyo mic. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naona ya kwamba heshima yangu ilikuwa mpya ndani yangu. Huyo ni mtumishi wa Mungu Ayubu ambaye heshima yake ilikuwa imeenda, lakini anasema ya kwamba heshima yangu ilikuwa mpya ndani yangu. Hata nje watu wanasema anajifanyanga ameokoka, tumeona mambo yamempata, lakini wewe ndani mwako unajiona wewe ni mpya. Mambo yako mapya yanaendelea mbele, unaendelea kupika hatua ya imani ya kuendelea mbele, maana najua kwamba msingi wako uko imara ndani ya Mwenyezi Mungu. Msingi wako mpendo uko imara, wewe utakuwa mpya ndani yako. Kwa hivyo naona ya kwamba upinde wangu ulibadilishwa upya mkononi mwangu. Upinde wa mtumishi wa Mungu Ayubu uliweza kubadilishwa. Hali mwanzoni ilikuwa mzuri, hali ikafika mahali ikakuwa mbaya, maana alikuwa mtu wa heshima, mtu wa mali mengi, mtu ambaye watu wanamhitaji. Lakini alipofika mahali, wakati dhoruba iliingia, wakati majaribu yaliingia, akapoteza kila kitu. Watu wakamdharau, watu wakamdhania ya kwamba alikuwa amemkosea Mungu, lakini mnaona ya kwamba yeye alisimama wima. Mke wake akamchukua kwa mjinga, ni kwa sababu alikuwa bado ameleta imani yake kwa Mungu. Lakini mwisho wake mpendwa, mambo yote yaliyokuwa yamechakaa Bwana akaiuisha yakawa mapya. Kuna tumaini mpendwa ya kwamba mti ukikatwa utachipuka tena. Kwa
harufu na kwa manukato ya maji. Haijalishi hali gani ambayo unapitia, Mungu ambaye tunamhubiri leo anaweza kubadilisha maisha yako, anaweza kubadilisha hali yako, anaweza kuimarisha mambo ambayo yanaonekana kuwa yamekufa. Inataka nikuhakikishie jambo ya kwamba wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapika mbio wala watazimia. Endelea kumngojea, maana yeye ni mwaminifu, yeye ni mtetezi wa haki, anatenda yaliyo ya ajabu hata kama jamii yako imekukataa. Kwa sababu ya Kristo, endelea kumtegemea yeye, endelea kumwamini yeye, endelea kumtumainia yeye, maana yeye ni mwenye nguvu. Ninataka nisungumzie kipengele cha tatu, maana nilisema tuko na vipengele viwili. Kipengele cha tatu ni msingi unaolindwa na mchungaji, msingi unaolindwa na mchungaji wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie msingi unaolindwa ama unaochungwa na mchungaji wa Israeli. Nataka tufungue katika kitabu cha Zaburi, katika wimbo wa Zaburi, wimbo wa mtumishi wa Mungu Daudi, Zaburi mlango wake wa 80 mstari wa kwanza. Tuone neno la Mungu linatuambia nini. Tafadhali kwa haraka mpendwa, ninataka ukalisome neno la Mwenyezi Mungu. Biblia inasema nini? Psalms chapter number 8 verse 1. Biblia inasema, yes, wewe uchungaye Israeli usikie, wewe umuongozaye Yusufu kama kundi, wewe uketie juu ya makerubi, utoe nuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unazima hiyo mic ili isiaffect yangu. Kwa hivyo naona ya kwamba msingi usioyumba una mlinzi ambaye ni Kristo. Wakati watu wanalala usiku wakitembea kwa boma lako, wakiwa wamejipanga na uchawi, wakiwa wamejipanga na uganga, wewe hauna shaka ndani ya nyumba, wewe unakula usingizi mnono. Ni kwa sababu naye mlinzi ambaye anakuelekeza namna Mungu anavyoelekeza mtumishi wake Yakobo, namna Mungu anavyoelekeza waliojoliwa. Kwa hiyo unaona ya kwamba msingi usioyumba una mlinzi ambaye ni Kristo, ndiye mchungaji mkuu. Wewe ni nani ambaye ni mchungaji wako? Wengine wameweka watoto wao ni wachungaji wao, wengine wamechukua waume wao kwa wachungaji wao, wengine wamechukua wake wao kwa wachungaji wao, wengine wamechukua wazazi wao ni wachungaji wao. Ninataka nikwambia kwamba mpendwa, mchague Kristo kwa mchungaji wako, maana nimejua kwamba siku moja mzazi wako ataondoka, lakini Yesu atabaki na wewe. Siku moja mume wako ataondoka, lakini Yesu atabaki na wewe. Siku moja mzazi wako ataenda, siku moja mke wako ataenda, siku moja cheo chako kitaenda, siku moja biashara yako itazama, siku moja yule mganga ambaye unamtegemea atapita, siku moja hilo pepo la uneni litaweza kuondoka, lakini Yesu atabaki kwa mtawala. Kwa hivyo wito wangu kwako ni kwamba mruhusu Yesu Kristo awe ndiye msingi katika maisha yako mpendwa, maana ninajua kwamba yeye akiwa upande wako, hata adui yako akikuja akichimba chini ya msingi wako, atakuta mchungaji amesimama pale. Kuna wale ambao ni maadui wanakuja wakichimba msingi ili wakaweza kuangusha jengo, lakini heri wewe na mimi ambao msingi wetu ni imani, maana wakija watapata mchungaji amelinda, maana mchungaji wetu halali Yesu Kristo halali wala asinzii, Mungu mwenyewe halali wala asinzii, malaika wake halali wala wasinzii. Kazi yao ni kutulinda sisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mchana waweze kunitanganya kama ameniteka dawa, maana ninajua kasi ya malaika wa Bwana ni kukilia dheruba, wanaenda mbele zako kukilia barabara, maana wewe na mimi tumelindwa na jeshi la mbinguni. Wewe na mimi ni wana wa mfalme. Sisi ni saidi ya wale ambao wanategemea vitu vya dunia hii, maana dunia na vitu vyake vitapita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naona ya kwamba kipengele cha mwisho ambacho cha nne
ni msingi una ahadi ya Mungu. Msingi una ahadi ya Mungu. Msingi una ahadi ya Mungu. Tutaangalia katika kitabu cha Zaburi 132 from verse 12 to 15. Zaburi mlango wa 132 mstari wa 12. Wanao wakiyashika maagano yangu na shuhuda nitakazowafundisha, watoto wao nao wataketi katika kiti chako cha enzi milele. Umefika? Kwa kuwa Bwana ameichukua Sayuni, ameitamani akae ndani yake. Hapo ndipo mahali pangu pa raha milele. Hapo nitakaa kwa maana nimepata amani. 15. Hakika nitavibariki vyakula vyake, wahitaji wake nitawashibisha chakula, na makuhani wake nitawapika wagovu, na watauwa wake watashangilia. 17. Hapo tu nilikuwa nataka tufike tu 15, lakini asante. Kwa hiyo naona ya kwamba Mungu mwenyewe amechukua ameweza kuchukua Sayuni kuwa mji wake. Mungu mwenyewe amechukua Sayuni kuwa mji wake, na anasema ya kwamba ameweka sheria, ameweza kuweka sheria ya kwamba wewe pamoja na kama tutaweza kuyatenda mapenzi yake. Mungu anatamani kuketi katika Sayuni, wewe waweza kufanyika kuwa mji wa Sayuni, maana mji wa Sayuni ni mji mteule, mji ambao uko tayari kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe unaweza kuwa mji wenye dhamana, unaweza kuwa mtu mmoja katika familia ambayo watu wamekataa kuokoka, lakini unapompokea Yesu Kristo, wewe utaponya maisha ya wandugu zako, wewe utaponya familia yenu, wewe utaponya jamii na ukoo wenu kwa ujumla. Maana naona ya kwamba msingi una ahadi ya Mungu. Baraka za Sayuni, kuna baraka katika mji wa Sayuni, mahali ambapo tunataka tudumu, mahali ambapo tunataka tuchenge. Msingi wetu ni mahali palipo imara, mahali ambapo tukizingatia yale ambayo Mungu ameweza kutuandalia, hakika kuna baraka. Baraka kutoka kwa wale ambao wanatii, wanaotii neno la Bwana, wanaoshika neno la Bwana na kwa bidii, sio kushika maneno. Watu wanatafuta maneno, wewe tafuta neno la Bwana. Watu wanatafuta umaarufu, lakini njia ambayo wanatumia kutafuta sio njia ya Mwenyezi Mungu. Ninataka nikwambia siku ya leo ya kwamba hiyo njia ambayo Mkristo anatumia, unajiita archbishop, unajiita apostle, watu wanajiita majina makubwa, lakini nguvu ambazo wanatumia ni nguvu za giza. Ninakwambia kwamba wewe ni mganga. Achana na kujiita mtumishi wa Mungu, enda ujitangaze kama mganga, maana wakati umefika. Mungu ni roho na anahitaji waabudu halisi, wakamwabudu katika roho na kweli. Kanisa la Bwana litoke katika unajisi, kanisa la Bwana litoke kwenye dhambi, kanisa la Bwana litoke kwenye anasa, likaweze kumrejelea yeye mwenyewe, ili Mungu akaweze kukaa pamoja nasi. Kubali Mungu akae pamoja nawe mpendo. Kwa hiyo nataka tuangalie haya mambo matatu ili ya kwamba tukaweze kuhitimisha ibada yetu ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mambo ya matumizi ambayo nataka kukuuliza siku ya leo ni kwamba angalia msingi wako leo. Wewe pamoja na mimi tuangalie msingi wetu. Msingi wetu uko wapi? Mwingine anaweka msingi wake kwa vitu vya aibu, amevuka nyoka na ana furaha ndani ya moyo wake ya kwamba hiyo nyoka ndio inamlinda. Mtu amenunua mahirizi za nyoka, anatembea nayo akiwa imara, anajua kwamba haya mahirizi ndio yananilinda. Siku ya leo nakusihi ya kwamba angalia msingi wako.
Hilo mairisi ambayo umejiwekea zitaangamiza familia yako. Yale majini ambayo umeyavuka, watu wanalia na wao wanakula vizuri, ukifikiria kwamba utafurahia milele, yatakugeuka, yatakuangamiza, yataangamiza uzao wako. Lakini unaporekebisha msingi wako na utamrejea Bwana Yesu, utaponya maisha yako mpendwa. Angalia umejengaje, umejenga juu ya nini? Maana watu wamejenga juu ya vitu mbalimbali, lakini ninakusihi kama mhudumu wa Injili, jenga juu ya Yesu Kristo, maana yeye ni msingi thabiti. Je, wewe umejenga msingi wako juu ya watu? Kuna watu wameweka msingi wao juu ya wanadamu wenzao. Tunaona ya kwamba ole wao, ama amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, ili hali moyoni mwake amemwacha Bwana. Wewe achana na kulaaniwa, weka msingi wako juu ya Yesu Kristo, weka msingi wako juu ya Mungu, maana najua kwamba huo msingi utakuwa imara mpendwa. Hata mvua ikija ya mafuriko itaweza kunyesha ndio, lakini hautaangamia. Kwa hiyo unaweza kuwa umeweka msingi wako juu ya mafanikio yako. Mafanikio yako yamekufanya hata tukwambia utaki kwenda kanisani. Wewe unasema kwamba mimi niko na shughuli nyingi ambazo nitafanya. Ninataka nikwambia kwamba hata uwe na kila kitu na ukose Kristo, yote ni bure, maana utaulizaliwa bure na utaondoka bure. Kwa hiyo nakusihi nikisema kwamba mafanikio yako yawe ya baraka katika maisha yako, mafanikio yako yasikikutenga na Mungu. Usiwe na sababu ya kusema kwamba wale wanaoenda kanisani ni wale ambao bado Mungu atawatendea. Katika nafasi hii Mungu anakuhitaji katika utele wa vitu ambavyo uko navyo, maana yeye ndiye akupeaye utajiri. Kwa hiyo naona ya kwamba wewe pamoja na mimi ni lazima tukaweke msingi wetu kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba haya yote ni mchanga ambayo nimeyataja, maana kila kitu ambacho unakifanya bila Yesu ni kitu bure mpendwa. Ndio maana mtumishi wa Mungu Suleiman alifika mahali akasema kwamba hata ufanye nini, ukwe na nini, hivi vyote ni ubadili. Kasema alikuwa mtu mtajiri tajika, lakini alifika mahali kujua ya kwamba kumbe hata ukiwa na kila kitu bila Mungu ni kazi bure. Inakusihi nikisema kwamba wewe mwanaume ambaye umeamua kuwa wanawake kama kubadilisha wanawake kama nguo, inakwambia kwamba mjaribu Yesu Kristo ndani ya maisha yako na mambo yako yatakuwa imara, maana yeye atakusaidia. Ninataka kusema kwamba rudi kwa jiwe la pembeni ambalo ni Kristo Yesu. Kuna mchawi yeyote ananisikia? Kuna mganga yeyote ananisikia? Kuna mshirikina yeyote ananisikia leo? Ninataka nikwambia kwamba uliumbwa na Mwenyezi Mungu. Achana na ushirikina wako, mrudie Muumba wako. Anataka kwanza kuyaimarisha maisha yako, maana ule ushirikina utakuangamiza, ule ulevi utakuangamiza, vile vitina vitakuangamiza, yale madhabahu ya giza ambayo umejijengea yatakuangamiza, lakini ukimrejea Kristo atakuokoa. Kwa hivyo nataka nikwambia kwamba ruhusu mkono wa Mungu ukutie nguvu kama Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yusufu sema Bwana shika upinde wangu. Yusufu alilia akamsihi Bwana akaweza kushika upinde wake. Pia na wewe nakusihi nikisema kwamba mruhusu Bwana akushika mkono wake wa nguvu, akaweza kukusaidia, akaweza kukupigania. Maana ninajua kwamba kuna wakati mwanadamu anachoka. Unaweza kuchoka kwa sababu ya magonjwa, unaweza kuchoka kwa sababu ya majaribu, unaweza kuchoka kwa sababu ya hali ngumu, lakini najua kwamba Mungu wako ambaye tunamhubiri, Mungu aliyekuhuluku kwa mfano wake na kwa sura yake, hatakuacha mpendwa. Kitu ambacho nataka nikwambie cha tatu ni kwamba dumu katika agano. Wewe unapodumu katika agano, na tumesoma katika kitabu cha Zaburi mlango wa 132 mstari mdogo ukiwa wa 12, tunaona ya kwamba Mungu
anakuhitaji udumu katika agano lake, maana ukiwa katika agano lake yeye atakusaidia, maana yeye ni mwaminifu kwa wale wanaodumu katika agano lake. Ninataka kutamatisha ibada hii kwa kumaliza ujumbe wangu wa siku ya leo. Wewe mpendwa, dunia inatingizika. Tunaona ya kwamba dunia inatingizika, wanasiasa wanatingizika, mambo yanatingizika. Hali ambazo tulikuwa tunafikiria kwamba ni imara zote zinatingizika, uchumi unatingizika, familia zinatingizika, kila kitu kimetetemeka, kinatingizika. Lakini kuna kitu kimoja kisichotingizika ambacho ni Yesu Kristo. Haleluya! Yesu Kristo anadumu, alikuwepo, yupo na atakuwepo. Wewe unapomtegemea Yesu Kristo katika maisha, yeye ni jiwe la pekee, yeye ni jiwe la dhamana. Yeye mwenyewe alijenga msingi huu ili wewe pamoja naye tukaweza kuweka nyumba yetu juu yake, tukaweza kuweka maisha yake juu yake, tukaweza kumkimbilia yeye, tukijua ya kwamba yeye ndiye suluhisho katika maisha yetu. Kwa hiyo usiharakishe kufanya maamuzi ambayo hayana Mungu ndani yake. Kuna mtu anasema kwamba nitajitia kitanzi, kuna mtu anasema kwamba nitaua watoto wangu pia mimi nijiue, kuna mtu anasema kwamba nitamkatakata mapanga. Usiharakishe, tunayemlipisha kisasi ambaye ni Mungu mwenyewe akikupigania mpendwa, wewe utashinda vita. Kwa hiyo nawashukuru watazamaji wote ambao wamesikia neno la Bwana siku ya leo. Haijalishi kutoka mataifa gani, haijalishi huko umbali gani, lakini inajua kwamba Mungu wetu yeye ni mwaminifu, anatenda jambo jipya. Hebu akaweze kukupigania kwa kunifuatilia wewe, ukaweze kukomenti kama ujumbe umekusaidia, ukaweza kushare video hii kwa mpendwa mmoja ama wawili, ili wakaweza kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you Jesus.